ziumbwe wote hula, walaonde walojela chakula hutegemea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni Mahmud Ahmad Abdul Qadir. Kwa fursa hii kuzungumza mawili matatu kuhusu mradi wa umada. Mimi ni kama mzazi ambao nimezaa watoto wengi wale. Kila shairi kwangu mimi lina umuhimu wake. Kila shairi na kila khutba ina umuhimu. Assalamu alaikum wasikilizaji. Kwa kwanza lazima nitoe shukrani ya dhati kwa jopo la umada kwa kunialika nichague kitu kutoka kwa maktaba ya kidijitali ya Ustadh Mao na nitoe maoni yangu kuhusu kitu hicho. Pia kabla sijaanza nataka pia kusema pongezi sana kwa kazi hii mnayofanya ambayo ni muhimu mno kwa kuhifadhi nyaraka na vitabu vya Ustadh ili sisipotee kwa utafiti wetu sisi na utafiti wa vizazi vijavyo. Hongereni sana. Sasa tuanze. Nimechagua picha ya umada PH 00096001 ambayo inamuonyesha Ustadh alipokuwa na miaka 15 tu. Nijuaje? Nyuma ya picha tarehe imeandikwa mwaka wa 1967 mwezi wa 12 tarehe pili kwa Kilatini na kwa hati za Kiarabu na mwaka wa hijra wa 1387. Kwenye picha hii ya rangi nyeusi nyeupe tunamwona barobaro ambaye amevaa kofia na kanzu, shati chini ya kanzu na koti juu yake. Bila shaka ni Ustadh. Uso wake unachukua nafasi kubwa ya picha na tunaona uso wake wa karibu. Na uso wake kwa kweli ni jambo ambalo limenivutia sana. Kwa nini? Kwa sababu ya namna yake ya kutuangalia kwa macho yenye makini. Amekunja paji la uso, hatabasamu, lakini vile vile si mkali. Naona kite ndani ya macho yake makubwa. Picha ya kijana si wa Ustadh kama namjua mimi, mzee, mtaalamu, mheshimiwa na mshairi, lakini pia jambo ambalo linanishangaza ni kwamba hii picha si ya kijana tu. Tayari namtambua mwanamume atakayekuwa katika miaka ya baadaye, mtu wa watu mwenye busara ambaye ana fikra nyingi na mtazamo wake wa kipekee ndani ya picha hii. Tayari katika picha hii amesimama imara, mikono yake karibu na mwili wake. Kama anakabili mitazamo ya umma bila ya hofu na anayetazama watu na dunia kwa makini. Soma useme ni msemo wake, anaurudia mara nyingi. Labda picha hii inasisitiza ufikiri, uangalie vizuri, upate mtazamo wake wewe mwenyewe bila ya kufuata maoni ya watu tu, upime dunia na vitendo vya watu na halafu useme, utongoe maoni yako. Kama anavyoifanya katika wasia wa mabanati ambao atakaotunga miaka 7 baada ya picha hii kupigwa, yani katika mwaka wa 1974. Katika wasia ambao utakuwa utungo maarufu sana Lamu, mwanamke amepata mimba nje ya ndoa na anataka kujiua, lakini anaokoka. Mshairi anatuhimiza tusimlaumu mwanamke tu, lakini ni kosa la jamii ambayo inafanya kwamba mwanamke hata anaona hana budi ila kujitosa ndani ya maji. Anapatia jamii yake changamoto sana. Na tayari katika picha ya mwaka wa 1067 nahisi namna yake ya kutofuata maoni ya watu tu na ya kuwa na msimamo wake wa pekee. Naona mshairi atakayekuwa katika picha hii. Yani tayari wakati huu kijana Mahmud alianza kutunga mashairi. Kwa mfano wakati wa uhuru wa Kenya miaka 4 kabla ya picha hii kupigwa, alipata shilingi kadhaa zilizompa moyo aendelee kuwa mshairi. Tayari alikuwa ameanza kuagiza vitabu kutoka maduka ya vitabu ya nchi za Uarabuni na alikuwa ameshakuwa msomi kwa kiasi fulani. Tayari naamini alianza kujiamini ama alitumaini kuwa mshairi.
labda pia mtaalamu, imamu. Na tunajua sisi kwamba atatunga mashairi na tenzi nyingi muhimu katika miaka ambayo itafuata. Kwa sababu ninaangalia picha hii kutoka kwa mwaka wa 2023, nasoma picha yake kama inayotabiri tayari yanayofuata. Lakini vile vile kumbe tukiangalia picha hii kwa makini tunaona pia kivuli cha mtu kwenye kanzu ya kijana Mahmud. Kivuli kinafanya kwamba tusione vizuri midomo ya ustadh pia. Ni kivuli cha mwanamume. Kivuli ni kama kutuonyesha tabia ya ustadh, yani ustadh kijana, kama kivuli cha roho yake labda, ama kama picha ya ustadh kama atakayekuwa katika miaka ijayo. Shukran sana. Shairi linalonipendeza zaidi linaitwa Ramani ya Maisha ya Ndoa, nalo linapatikana katika kitengo cha Umada Manuscript 0008. Shairi lenyewe liko na beti 250 na limeandikwa katika kurasa 21. Ustadh Mao aliandikiwa shairi kama hili na babake alipokuwa kijana. Shairi hilo linaitwa Hapo Zamani za Yana. Hata hivyo, Ustadh Mao alijihisi kwamba yeye pia alikuwa na jukumu la kumtungia mwanae pamoja na vijana wote ulimwenguni shairi kama hilo lenye kupeana wasia wa maisha ya ndoa. Nimechagua shairi hili kwa sababu ni nadra sana kupata wasia wa ndoa ulioandikiwa wanaume. Shairi hili linaeleza kinaga ubaga kuhusiana na maisha ya ndoa na mahusiano kati ya wanandoa na pia watu wa kando kama wakwe, mawifi, mashemegi na hata marafiki. Watu hao huchangia kwa njia moja au nyingine katika kutengeneza au kuharibu ndoa. Katika shairi hili Ustadh Mao anafananisha marafiki na simba. Nikinukuu beti 40. Zizini kutia simba ni kama moto na pamba, mara moja hujasumba na ipo likasalia. Ustadh Mao anamtahadharisha mwanamume kuchunga ndoa yake kutokana na marafiki wanafiki wanaoweza kuharibu ndoa yao. Vile vile Ustadh Mao anahimiza juu ya umuhimu wa kuhifadhi siri katika ndoa na kutodhihirisha matatizo waliokuwa nayo katika ndoa. Ile inapozidi basi anawaomba wafuate wazazi ili wasaidie kutatua shida zao, kwani wao ndio watakao wahifadhia siri zao za ndani. Vile vile Ustadh Mao anamkataza mwanamume kutokuwa bakhili na anamhimiza kumfurahisha mke wake na kumlisha chakula anachokitamani. Pia anamfunza mwanamume kwamba mwanamke ni mwenye kupenda kufurahishwa na kuridhishwa na kupewa sifa wakati anapojipendezesha kwa ajili ya mume wake. Shairi hili pia linaongelea umuhimu wa mwanamume kumpatia nafasi mwanamke kufanya uamuzi muhimu katika mambo yao yanayowahusu ya nyumbani. Vile vile shairi linamhimiza mwanamume kuwa mvumilivu, kwani subira ndiyo njia mojawapo yenye kujenga uhusiano thabiti. Kuna mashairi mawili ya aina hii yaliyotungwa na Ustadh Mao, moja likiwa kwa wanaume na lingine likiwa kwa wanawake. Kitu kilichonivutia mimi zaidi kwenye mradi wa Umada ni shairi la haki za watoto. Sababu ya kuchagua shairi hili lina mafunzo mingi kwa wazazi na pia kwa watoto. Ni shairi lenye mwangaza kwa wazazi waliokuwa na watoto tayari, na pia ni mwangaza kwa wanandoa wanaojipanga kuwa na watoto, kwa sababu lina mwelekeo fulani wa kuongoza wazazi namna ya kulea na kujua majukumu na haki za watoto ipasavyo. Na ukiangalia kwa makini kwenye shairi hili utapata kuwa hata baadhi ya mambo mengine sisi tayari tulikuwa tukiyapitia na baadhi ya mambo tuliyakosa kuyapata kama haki zetu kama watoto enzi hizo. Ila nimejifunza mambo kadhaa wa kadha kuhusu haki za watoto, na kama vile mimi binafsi napenda watoto, na sio kwa eti kupenda tu watoto wangu, ila pia na watoto wengine na wapenda. Ndio nataka kujua kwa kina shairi hili, kulijua maana yake ili niweze kujipanga na malezi ya wana wangu, na pia kuwasihi marafiki zangu waweze kuzingatia haki hizi za watoto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningependelea kuongelea manuscript 164 ambayo ni ukimwi ni mwanga, ni mtu umepata janga. Iko na ubeti 25. Shairi hili limetungiwa mwaka wa 2000 na Ustadh Mao. Pia liko na peji 2. Nimevutiwa na shairi hili kwa sababu lina mafunzo mengi. Mojawapo ni ukimwi ni janga kubwa, husababisha na kuenea. Neno janga limetumika kama ni tukio fulani la hatari lenye limeathiri watu, ikiwa umwerevu au mjinga. Kwa utafiti wangu, Ustadh Mao ameongelea sana kuhusu ukimwi na pia aliwaelekeza jinsi ya kuepukana nao na kupambana na ukimwi. Jinsi ya kuepukana na ukimwi
Aliwashauri kuwa wasifanye uasherati, wasifanye ngono bila kutumia kinga. Kwa wale walioathirika na ukimwi, wanafaa kupambana nao kama kula vizuri, kutumia matunda na vitu vingine venye vitawaboresha afya zao isije ikadhoofika zaidi. Jambo lingine lenye nitaongelea, tunapaswa kujua vipi tutaishi nao wenye walioathirika na ukimwi. Tuwapende, tusiwasemange, tushikamane na tujenge urafiki nao. Ustadh Mao aliwaelimisha zaidi kuwa kuathirika na ukimwi sio mwisho wa maisha. Tunapaswa kushirikiana ili tukomeshe janga hili la ukimwi. Huwa ni Ustadh Mao, lakini anatia kaseti, anatia sauti ni mtu mwingine. Unaweza pata shairi au tenzi ametunga ni Ustadh Mao, lakini sauti ikatiwa na Farkhuddin au ikatiwa na Makadara, na imekuwa namna hiyo katika tenzi nyingi. Lakini tenzi ya 78 imenivutia kwa kweli na kunipa hamu kutaka kuisikiliza kwa sababu iko tofauti na zile kaseti nyingine. Tenzi hii Ustadh Mao ndio mtunzi, na jambo lilonivutia na kunistaajabisha ni kuwa sauti anatia mwenyewe, tofauti na zile zingine ambazo hutia Makadara na Farkhuddin na wengineo. Tenzi hii ilirekodiwa mwaka wa 2000 na ndani yake ilikuwa inazungumzia swala la janga la ukimwi. Ustadh Mao anahamasisha jamii kuhusiana na swala la janga la ukimwi. Ukisikiliza kaseti hii ya 78 utasikia Ustadh Mao anazungumzia kuhusu swala hili lilivyokuwa tabu kwa jamii. Swala hili la ukimwi limepoteza maisha ya watu wengi na bado limekuwa linasambaa kwa nguvu katika jamii. Na akazungumzia kuwa China na Urusi, wazungu wote wamejaribu kutafuta suluhisho na dawa ya janga hili, lakini imeshindikana, isipokuwa wamepata dawa za kupunguza makali yake. Ustadh Mao katika shairi hili anazungumzia dawa ambazo zinapunguza makali ya ukimwi. Anasema dawa hizi zinapunguza makali ya ukimwi, lakini haziondoi ule ukimwi kabisa. Na pia akazungumzia swala la kutumia kondom, na akasema kuwa kondom mara nyingi huziwia mimba, lakini ukimwi haiziwii. Kwa hivyo akatoa nadharia zake na jitihada zake za kuepuka ugonjwa huu. Akasema ni watu kuacha klabu za usiku, vile vile watu kuacha maasiya, na amesema kuwa ukimwi mara nyingine unaweza kukudanganya. Manake mazoea ya watu ni kuwa mtu anapokuwa amekonda wanachukulia moja kwa moja ameathirika na gonjwa lile. Lakini kwa kweli anasema kuwa unaweza pata mtu amenona kama kondoo, lakini ndani anaho, kama sitakuwa sijakosea kunukuu shairi lake. Kwa hiyo unaweza pata mtu ana mafuta, anavyosema yeye Ustadh Mao, kwa amewanda, ana nguvu zake, lakini akipimwa ndani ukimwi tele. Kwa hivyo ukimwi hauna alama. Unaweza ukaona mtu amewanda na ukifuata baadaye akakuathiri na ugonjwa ule. Na jambo ambalo limenifurahisha zaidi na kunipatia hamu ya kupenda kusikiliza mashairi ya Ustadh Mao ni kuwa kuna lahaja za Kiamu, kuna lugha ya Kiamu. Napata maneno mingi ya Kiamu. Kwa mfano kuna neno kutezana shere. Ukisikiza shairi hili utasikia neno kutezana shere. Hili kwa kweli ni neno la Kiamu linalomaanisha kudanganya. Vile vile kuna neno huzongea. Maana huzongea ni kuenea. Na pia jambo lingine ambalo limenifurahisha ni kuwa Ustadh Mao ametoa baadhi ya maneno ya Kiingereza, maneno ya Kimombo. Kwa mfano utapata katika shairi hili Ustadh Mao amezungumza ekita. Ametoa neno
la Kimombo ambalo ni actor. Yeye amelitohoa kwa Kiswahili na ikawa ni katika lugha ya Kiamu kunena ekita. Vile vile kuna neno teenager. Ustadh Mao anasema teenager. Hili neno amelitohoa katika neno la Kizungu ambalo linamaanisha teenager. Kwa maana yake ya teenager katika shairi lile na ile ya Kizungu ni moja. Kwa hivyo kuna hiyo pia utohoaji wa maneno ambao umenifurahisha, kwa sababu mimi nilikuwa nikidhania kwa utohoaji wa maneno ulikuwa ni katika zama zetu hizi, labda mwaka 2010 na 15 kuendelea mpaka leo, lakini kumbe ilikuwa kuna utohozi wa maneno kuanzia mwaka wa 2000 lilipotolewa shairi hili. Kwa hivyo kila ninavyosikiliza mashairi na hutuba za Ustadh Mao kuna masuala mingi ambayo nayapata, na kulingana na muda sitoweza kuyaeleza yote. When considering Ustadh Mao's collected, recorded and written works, the wide variety of themes and subject matters becomes evident. While Ustadh Mao is a renowned imam in Lamu, recognized for his role as a religious leader, he must also be considered as a recorder of history. While acting as a guiding figure to those who share his faith, Ustadh Mao transcends his role as an imam by understanding the importance of recording local history. The cassette that stood out to me in particular is a collected recording of Ahmed Sheikh Nabahani made in 1992 and provides an overview of the Battle of Kuduhu, or Battle of Endurance, which occurred around 1812 on the sand dunes near the village of Shela on Lamu Island. The battle was one of several between the people of Lamu and Pate during the 18th and 19th centuries. It is said that Lamu gained an unexpected victory over the forces of Pate and Mombasa. While the documentation of the war exists in a book titled Mashairi ya Vita vya Kuduhu, which presents poems written by Lamu poets around the time of the battle, few other public sources can be found detailing this episode of Lamu history. Thus, the audio cassette in question contains a rare and valuable documentation of Lamu's past. It therefore acts as an example piece, indicating the importance of highlighting the existence of Ustad's written, recorded, and collected works, and the need to increase their accessibility by means of digitization. Katika shairi nililopenda ni shairi la turathi. Shairi hili limetoa maana ya neno turathi, limeelezea maana ya turathi kwa undani, na katika maelezo yake mwanzo limefafanua maana la jina la turathi kuwa ni jina la Kiarabu, limetokana na jina la Kiarabu, na kuwa turathi ni mambo yaliyopita, na mambo yaliyopita yalotokana na wazazi wetu, mali na kazi zetu. Na shairi hili limetoa mifano ya turathi, imegawanya zile aina ya turathi ambao ziko hapa kwetu, na ameelezea kuwa turathi, aina za turathi kama ngano na nyimbo, ufundi na zombo. Yaani ngano ni kama hadithi na nyimbo. Imezungumzia mifano ya zombo za ufundi kama mashoka, mtaimbo na zikapu, ambao zifaa kama hizi hazitumiki kwa kizazi cha leo. Na katika aina turathi za ngano na nyimbo, alielezea turathi za ngoma, aina za ngoma kama vugo, lelemama, mwaribe na chama. Hizi kama sherehe na nyimbo za karne zilizopita. Akasisitiza kuwa mambo kama haya yawezi kuhifadhiwa ili kizazi kipya kipate faidika na kujua turathi kama hizi. Pia alielezea aina zingine za
turathi kama milima, miti, minazi, mikoko, ngoma, na majumba yetu yakae kama Zahidi Ngumi. Asibakishe kuelezea nyumba ya Mwana Kupona kuwa ni mojawapo wa turathi ambao zataka zihifadhiwe kwa kizazi kijacho. Kwa haya, hizi ndio turathi zetu muhimu ambao ziko hapa Lamu. Pia alielezea kuwa turathi ndio utu wetu, ndio kitambulisho chetu, na akatuhusia kuwa sisi tusithubutu kuzigeuka, tuweze kuzifuata tamaduni zetu na desturi zetu, na pia tuangalie na dini, tufuate zile tamaduni ambao zinatuongoza vizuri, na tukimbie zile tamaduni ambao zinatupeleka njia isiyofaa. Tusifuate tamaduni za kigeni ambao zimeletwa hapa na wazungu. Pia wao wazungu wenyewe wana tamaduni zao ambao wamezihifadhi. Akatoa mfano wa Amerika ambao wamehifadhi Amazon, miti, hayawani, na pia akatoa mfano wa Misri ambao ni mojawapo wa nchi ambao ina turathi nzuri na tajiri mno. Na akasema kuwa Kenya nayo imebahatika kupata Amu kama mui wa historia. Akasisitiza kuwa turathi ndio desturi yetu, ndio shina yetu, ndio uhai wetu. Tuzihifadhi zisiporomoke kama majani mtini. Turathi zisiwe ngano, zisiwe hadithi, yani kama sasa sura ulio tunaona kuwa tuambie watoto wetu kulikuwa hivi, mametu alikuwa akifanya hivi, muini kulikuwa kukifanywa hiao, isiwe kama ngano. Ugeni sasa Amu umekuwa mwingi, mavazi yamekuwa uharibika, watu huvaa mavazi ambao sia desturi yao na sia mila zetu. Pia mambo mengine mapya ya uharibifu yameanza kuzuka kwa kuwa watoto hawana desturi na mila zetu. Mambo mapya ya ulevi, watoto wanakula marungi, watoto wanavuta bangi. Maadili huzidi kuzama, na sasa tunaogopea kuwa maadili yanaweza kupotea zaidi uwepo kwa bandari. Nataka tukae imara, kulinda desturi zetu, tufundishe watoto wetu asili zetu, isiwe ngano. Shairi hili liliandikwa tarehe 31 Disemba mwaka wa 2013. Lina peji 7. Limeandikwa kwa karatasi ya kima cha sentimita 21 kwa sentimita 29.7. Kimekuwa typed, yani kimeandikwa kwa mashini ya kompyuta. Kimetungwa na Ustadh Mau na kuhifadhiwa na Leiden University, Netherlands. My favorite object is an audio cassette that contains political speech by Sheikh Atman Khatib. The Ummada project team discovered this object while starting to inventorize audio cassettes in Ustadh Mau's library in September last year. Interestingly, the cassette is stored in a Bob Marley sleeve. To be precise, in Bob Marley's greatest hits.
It's my favorite object because it made me dive into Kenya's political history in the 1990s, and I could really feel the value of the object for the study of the political history of Kenya and the Lamu region. Sheikh Atman Khatib was a member of the Islamic Party of Kenya in the 1990s. I felt that for describing his speech, it would be useful to add the keyword Islamic Party of Kenya to the metadata of the object. The African Studies Thesaurus lacked the keyword Islamic Party of Kenya, so I started to look for publications on the Islamic Party in order to prepare the addition of the keyword into the thesaurus. I soon discovered that Israeli diplomat and scholar Aryeh Oded published on Kenyan politics and especially on Islam and politics in Kenya. I also learned from one of Mr. Oded's articles that Kenyan Muslims in the 1990s felt that the mainly Christian regime treated them as second-class citizens and discriminated against them economically and politically. In January 1992, immediately after the government's acceptance of a multi-party system for the forthcoming elections, several Muslim activists in Mombasa established the Islamic Party of Kenya. But the Kenyan government refused to recognize it. I quote Mr. Oded. The IPK's demand for recognition won wide support from the Muslims, from both the coastal strip and from other parts of the country. In Mombasa especially, IPK supporters became the main political force, and the government's refusal to recognize the party caused violent disturbances there in May 1992. This was the first of a series of clashes between IPK's activists and government forces that continued sporadically for nearly 2 years. We don't know when Sheikh Atman Khatib held a speech that is recorded on the tape. And please note, I'm a fervent reader of crime novels. But probably it is not a pure coincidence that audio cassettes with Sheikh Atman's speech was stored in a Bob Marley sleeve. Zaidi ya tungo na hutba, vitu ambavyo vinaweka kwa kidijitali na zitakazopatikana kwa njia wazi ni picha za Ustadh Mao. Siku hizi tumezoea kupiga picha kwa simu na hatuchapishi picha wala tunatumia kamera sana, au sio? Picha kutoka maktaba za Ustadh Mao zinatusimulia na zinatuonyesha historia ya zamani, ya maisha yake, safari zake na jamaa yake. Vile vile picha zinaonyesha maisha ya hapo zamani Lamu, nguo ambazo watu walizozivaa, vifaa vinavyotumiwa na ambavyo haviko tena, njia na vichorochoro, na vile vile sura za wenyeji au za wageni waliomtembelea Ustadh Mao. Kiasi fulani ya picha zilipigwa kwa kamera ya Ustadh Mao aliyenunua yeye binafsi kama pumbao lake alipokuwa kijana. Nyingine zilipigwa na watu au kwa studio ya Bakor. Hebu niwaonyeshe picha kadhaa ambazo mimi nimevutiwa sana. Picha ya kwanza ni Umada PH 00079. Picha hii inarejelea wakati yeye alikuwa bado mtoto, mwaka 1953 hivi. Alikuwa kibarobaro, au sio? Kwenye picha hii tunaona Ustadh Mao anayecheza kwa videde nyumbani kwa ami yake marehemu Abdurrahman Abdul Kadir, ami ya Ustadh Mao, kwenye mtaa Mwini. Alipokuwa mkubwa zaidi, Ustadh Mao binafsi aliona tena videde hivi nyumbani na alivikumbuka kwa raha sana. Picha nyingine ni picha za sura yake alipokuwa miaka 17 hivi. Kwa mfano, Umada PH 00073 yenye rangi ya sepia na Umada PH 00074 yenye rangi ya nyeusi na nyeupe zilizopigwa kwa kamera yake baharini. Sura ya Ustadh Mao inaonyesha uso wake unaonara kutokana na jua na bahari nyuma yake. Anapendeza, au sio? Zaidi ya hizo, picha tofauti na nzuri sana ni Umada PH 00075. Je, mnapajua hapa ni wapi? Picha hii ilipigwa mwaka 1968 kutoka duka la mkate wa Ustadh Mao na inaonyesha sehemu ya barabara kuamu inayoitwa Usita wa Mue, au sio? Njia inaonyesha kwamba ilinyesha na watu hukaa barazani.
Upande wa kulia inawezekana kuona hoteli ya Azizi Mboja, na mbele kidogo upande wa kulia bado inaonekana studio ya picha ya Bokor, mashallah. Ilikuwa kutoka Bakori Studio kwamba kwa mfano picha hii Umada PH 00089 ilipigwa mwaka 1970. Kwenye picha hii Ustadh Mao yuko pamoja na Sheikh Yusuf Bamku ambaye alikuwa mwalimu wa madrasa Kizingitini. Sheikh Yusuf Bamku anavaa kaunda suit inayorejelea rais wa Zambia, Kaunda, aliyevaa aina hii. Hebu nikupeni pia ladha za keki na katai za zamani. Umada PH 00077 ilipigwa mwaka 1974. Ustadh Mao anasimama nyuma ya tanuri ya kuni kwenye bakery yake. Upande wa kushoto chini tasa linaonyesha katai ambazo zimeokwa. Ustadh Mao alijifunza kutengeneza mkate na biskuti kutoka ami yake ambaye alifundishwa na Mhindi aliyewauzia duka hilo. Katai ni biskuti zinazotengenezwa kwa unga, sukari, samli ya ngombe au mafuta. Umada PH 00071 inaonyesha Ustadh Mao anayetengeneza keki na katai kwenye duka la mkate pamoja na marafiki wawili kutoka shule inayoitwa siku hizi Lamu Allen Girls Secondary School. Kijana aliyekaa nyumba karibu na ukuta anaitwa Hassan Katan na kijana mwingine anaitwa Salim bin Hamin. Vijana hawa walipitia mara kwa mara kwa duka la mkate na kwa njia hii walijuana na Ustadh Mao na walizoea kukaa naye dukani. Juu ya kimeza nyuma ya Ustadh kuna keki tayari na wakati huo wao watu wanatengeneza biskuti za katai. Inavyoonyesha kwenye picha ya Umada PH 00081 mwaka 1982 tanuri iliyotengenezwa na matofali ya udongo ilianguka na alafu ilijengwa upya kwa majiwe yale yale. Kauli yangu haiwezi kukoma bila kuonyesha mahala muhimu kwa historia ya kielimu Amu, yani maktaba ya kibinafsi ya Ustadh Mao, aliyejengwa na yeye binafsi. Mahala hapo ni maalum sana kwake na sisi zote. Anavyosema kwenye mahojiano zamani, hapa ni sehemu yangu, nimejenga mahala hii ili niwe mimi peke yangu pamoja na vitabu vyangu. Umada PH 00086 ni picha iliyopigwa na rafiki yake Ustadh Mao, Richard Peck. Yeye anasimama karibu na rasa za maktaba yake. Hii ni sehemu ya kwanza aliyoitengeneza nyumbani Langoni kabla alipojenga ghorofa nyingine kubwa zaidi baadaye. Vitabu vinavyoonyeshwa ni vitabu vya dini hususan kwa Kiarabu na baadhi kwa Kiingereza. Kama vitabu, mashairi ya hutba, picha pia zina uwezo wao na si makumbusho tu ya kuweka makavazini na kutotumia tena. Kinyume chake, miswada hii yote na vile vile picha zinaweza kutuelimisha. Kwenye kila faili kuna historia na mafunzo mengi. Ndiyo sababu tunazithamini picha hizo na tungo zake zote na tunataka kuhifadhi. Tusione kwamba elimu ni ghali, tujielimishwe pamoja. Haya, asanteni sana mabibi na mabwana na karibuni sana kwa Archive Room at Lamu Ford Library. Kama mnataka kuona kwa macho yenu namna ya kuhifadhi na kufaidhika kwa kikweli kweli na mambo ya kiteknolojia. Shukran. Na kitatia mkadi kiwe imara jadidi, kula kuchapo kizidi, harufu njema kumwaya, ni kisisinyae asili, kisibadilike hali, kimvute mwalo mbali, karibu kukaribia.